Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu, muko sawa. Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini, nasi tuko wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tunawatakia tena jioni njema ya leo mardi le 2 Desembre 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuwaambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Tutawapeleka moja kwa moja ndani ya teritware ya Masisi kunapo ripotiwa mapigano makali kati ya vikosi vya wazalendo na FARDC wanaopigana na wasi wa AFC M23 ndani ya maeneo karibu na Nyabiondo Centre. Ndege za kivita Sukhoi 25 pamoja na drone ziliingilia kati na kushambulia ngome za wasi wa AFC M23. Habari ambazo tumewaletea ni mbichi, tena mbichi kabisa. Le VDP wazalendo walikuja kuahidi uaminifu kwa FARDC zidi ya AFC M23 pamoja na jeshi la wasi wa ADF. Habari zetu tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Ituri ambapo baada ya mapigano makali kati ya FARDC na kundi la CRP linaloongozwa na Thomas Lubanga, FARDC ilifanikiwa kukamata maeneo kadhaa yaliyokuwa mumikono ya wasi hao. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, mujiabone, musambazi habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, muendelee kucomment na kulike, mujiunge nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa na endelea kupata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi ni kugusa kwenye titre, utapata linki hapo chini, au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu tutazianzia ndani ya maeneo ya Masisi. Masisi, mapigano makali yaliripotiwa ndani ya eneo ya Kinyumba karibu na Nyabiondo Centre. Ni mapigano ambayo yaliwakutanisha wasi wa AFC M23 pamoja na wazalendo. Mapigano makali yalitokea Jumane hii tarehe 2 za mwezi huu wa 12 mwaka ni wa 2025 kati ya wasi wa AFC M23 na wazalendo huko Kinyumba. Ni ndani ya kilomita 10 ukitoka Nyabiondo Centre, ni kwenye muhimili ama axe wa Nyabiondo Pinga. Vyanzo vya habari vya ndani vinaripoti kuwa wasi wa AFC M23 walikuwa wa kwanza kuanzisha mashambulizi dhidi ya nyadhifa za wazalendo huko Kinyumba, eneo ambayo AFC M23 ilikuwa imefukuzwa ndani wiki iliyopita. Kupitia shambulio hili wasi wanajaribu kuteka tena mji huu, nafasi ya kimkakati kwa usalama wa Nyabiondo. Milio ya moto wa silaha nzito na nyepesi inasikika katika eneo la mapigano na kuwafanya wakaaji wa Nyabiondo na mazingira yake kuwa katika hali ya hofu kubwa. Wakati mapigano yalikuwa yakiendelea kati ya pande mbili hapo Kinyumba, eneo la wasi lililoko Bususu karibu na kanisa la Apostolike karibu na Nyabiondo pale lililengwa na ndege ya FARDC, likalipuliwa na kuchomwa moto. Vyanzo kadhaa vya habari huko Nyabiondo vinadhibitisha habari hiyo na wanaashiria kuwa wasi wa AFC M23 walitawanyika baada ya bomu kulipuka. Wasi wa AFC M23 walikimbilia ndani ya misitu, wengine wakakimbilia ndani ya nyumba za wakaaji kuogopa kabisa mashambulizi hayo makali ambayo yalikuwa yakilenga ngome zao yakifanywa na ndege za FARDC. Vyanzo vingine vya habari kutoka Nyabiondo vimetuambia ya kwamba eneo lote la Bususu limepungua na kuwa majivu. Hali bado ni shwari huko Nyabiondo na maeneo jirani kutokana na mapigano yanayoendelea maeneo ya Kinyumba.
Weekend iliyopita kufuatia wazalendo kusonga mbele kuelekea Nyabiondo, waasi wa AFC M23 waliimarisha misimamo yao huko Lukweti kwa lengo la kukabiliana na maendeleo haya, na ndipo siku ya leo sasa waliatake FARDC na wazalendo ili kuondoa hapo Kinyumba. Hali bado ni ya wasiwasi katika eneo hilo na hivyo kusababisha msongamano wa magari katika barabara ya Nyabiondo Pinga. Hiyo ndiyo hali huko. FARDC na wazalendo wanapigana na wasi wa AFC M23 pale Kinyumba. Ngome za wasi wa AFC M23 zililipuliwa na kuchoma moto na FARDC hapo Bususu, na wasi wa AFC M23 wakakimbilia msituni, wengine kujificha ndani ya nyumba za wakaaji kutokana na mapigano hayo makali. Habari za mapigano ni kuwa ndani ya Sud Kivu, maeneo ya Kabare, Koteza, Chivanga, muda huu hali ni ya utulivu kabisa. Mapigano yaliisha. Wazalendo ambao walikuwa wanapigana na AFC M23, mapigano yaliisha na kila nafasi ama kila pande inabaki ndani ya nafasi zao. Maeneo ya Katogota njo yenye yalikuwa rekipere. Katogota ilikuwa rekipere para FARDC, hiyo tuliwaambia. Ndani ya Bukavu sasa, Bukavu kulikuwa panike, ilikuwa Kenzer kabisa ndani ya mji wa Bukavu kote ya Bagira quartier D. Panike ilikuwa mpopulasio kutokana na mashambulizi makali ambayo yalisikika hapo. Mashambulizi ya silaha ndogo ndogo yalisikika hapo mchana wa leo na kusababisha wakaaji kukuwa na hofu kubwa. Panike ikawa mpopulasio pale, wakaanza kukimbia. Mji wa Bukavu uko mumikono ya wasi wa AFC M23 mpaka muda huo hawajatangaza ilikuwa nini mashambulizi hayo ambayo yalisikika eneo ya Bagira. Hali ilirejea kuwa ya utulivu pale, hawajasema kabisa ilikuwa nini. Tutafahamu mengi baada ya muda wakati watatangaza ilikuwa nini pale. Wakaji walikuwa wakikimbia, video nitawapa pale kushene muone jinsi hali ilikuwa. Upande mwingine, ndani ya mapigano makali kati ya vikosi vya FARDC na wazalendo na wasi wa AFC M23 maeneo ya mbele ya Katogota na Kamanyola, mabombe yaliyokuwa yakirushwa wakati wa mapigano hayo yalisababisha uharibifu wa vitu tofauti hapo Kamanyola. Pia kuna watu waliopoteza maisha yao. Muda huu pale Kamanyola wakaaji 3 walipoteza maisha yao, 5 wakajeruhiwa vikali, na ndani ya waliojeruhiwa kuna watoto 3 pamoja na mwanamke mmoja na baba mmoja. Hayo ni matokeo ya mapigano maeneo ya Kamanyola. Muda huu hali ni tete kabisa, mapigano ndani ya Sud Kivu. Leo ni kivumbi na jasho. Habari zetu zinaendelea, nimewaletea taarifa mbichi kama kawaida. Ndani ya Nord Kivu sasa, le VDP wazalendo waliahidi uaminifu kwa FARDC dhidi ya AFC M23 na kundi la ADF. Chama cha VDP kinachojulikana kama wazalendo kilichoungana ndani ya Harambe ya Grand Nord Front kilisisitiza dhamira yao ya kuunga mkono majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ulinzi wa eneo la kitaifa. Kauli hii inajiri baada ya mkutano waliopewa na gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini Meja General Somo Kakule Evariste mnamo Jumatatu jana le 1er Desembre. Katika taarifa yao kufuatia mkutano huo, wazalendo walieleza kushukuru kwao kwa nia ya gavana wa kijeshi kutupatia hadhira ya kueleza baadhi ya malalamiko yetu na nia yetu ya kuendelea kufanya kazi kwa ajili ya taifa. Kulingana na wao, mkutano huo uliimarisha ushirikiano kati ya mamlaka ya mkoa na vikundi vinavyohusika katika kusaidia operation za kijeshi.
Kulingana na Synergie Front Grand Nord, gavana alisisitiza umuhimu wa kuheshimu viwango vinavyotumika vya kisheria. Taarifa hiyo inabainisha kuwa gavana wa mkoa alituhimiza hasa kutumikia taifa huku tukiheshimu kikamilifu haki za kibinadamu na sheria ya kimataifa ya kibinadamu. Kufuatia hayo, le VDP wa Zalendo walisisitiza tena dhamira yao ya kupambana na makundi yenye silaha yanayofanya kazi mashariki mwa nchi. Walitangaza kwamba wataendeleza mapambano yao kwa uaminifu yaliyojitolea tu kulinda uadilifu wa eneo la kitaifa pamoja na FARDC, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya ADF pamoja na M23. Pia waliahidi kuchangia kuwasaka na kuwatenganisha magaidi ya ADF na washirika wao kwa mujibu wa sheria na taasisi za jamhuri. Wakati mapigano yakiendelea katika nyanja mbalimbali, kauli hii kutoka kwa wazalendo inaonyesha nia ya baadhi ya makundi ya raia kujiweka kama washirika wa mamlaka ya kiraia na kijeshi. Utekelezaji wa ahadi hizi utafuatiliwa kwa karibu katika hali ambayo kuleta utulivu katika kanda bado ni changamoto kubwa. Hapo ni vikosi vya wazalendo ambavyo vilikuwa vinaahidi kuwa kabisa vitaendelea kuunga mkono FARDC ndani ya vita wanaoipigana na makundi yenye silaha kama ADF na waasi wa AFC M23. Nadhani ya kwamba hapo kabisa tunaendana 5 kwa 5. Habari zetu tuwapeleke moja kwa moja ndani ya Ituri ambapo kufuatia mapigano makali yaliyoanza wiki jana, maeneo kadhaa yaliyokuwa yakidhibitiwa na wasi wa CRP yamedhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hayo yalitangazwa na serikali ya Kongo wakati wa mkutano wake wa jadi wa baraza la mawaziri uliofanyika Ijumaa iliyopita. Kulingana na naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi wa kitaifa na masuala ya veterans, maeneo haya mapya yaliyotekwa upya yanachukuliwa kuwa ya kimkakati na FARDC. Ushindi ulioelezewa kuwa mkubwa, shukrani kwa kujitolea kwa dhati na kujitolea kwa FARDC katika kurejesha amani na usalama. Katika mkondo huo huo, waziri wa ulinzi wa kitaifa pia alitangaza kugunduliwa kwa magala kadhaa ya silaha huko Ituri wikendi iliyopita. Ugunduzi huo ulifanyika Mabanga, eneo kubwa la uchimbaji madini na ngome ya zamani ya wanamgambo hao wanaoshirikiana na AFC M23. Hali hii inaonyesha azimio kamili la FARDC kurejesha mamlaka ya serikali katika eneo hili inayotamaniwa na maslahi ya kigeni. Pia inasisitiza ufuasi wa FARDC kwa kiapo chake kitakatifu, kamwe usisaliti Kongo. Hapo nadhani kwamba taarifa zetu zinasikika kabisa, na muendelee kusubscribe, kupartage habari hizi kwa walio wengi, kucomment na kulike ili kutuonesha kwamba muko nasi sambamba kabisa ndani ya habari zetu zote kwa wakati. Na shukuru sana na asema asante, nitaendelea kuwapa habari mbichi. Kuwe na jioni njema, asante sana.